ambalo ni jambo la tukio kubwa la vita ya Badri. Kila kilichopatikana na kinachopatikana katika futuhati zote, kufunguliwa kwa miji yote iliyofunguliwa chini ya Uislamu na walioifungua, wakiwemo makhalifa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman ridwanullahi ta'ala alaihim, yote yaliyopatikana kwa wao, sababu na asili ni tukio hili la ghazwati Badri, kwa sababu ndiyo futuhi iliyokuwa kubwa sana, ndiyo sababu ya kupatikana siku kama ya kesho mambo yaliyokuwa mengi sana, ambayo ndiyo siku yenyewe ya Badri. Ilikuwa ni tarehe 17 ya mwezi wa Kiarabu, na iliendelea kwa muda wa siku mbili mpaka tarehe 19. Tukio hili la Badri liliendelea kwa mapigano mpaka tarehe 19, na ndani yake yalipita mengi yaliyopita. Lengo kubwa kunyavua, kuchambua faida miongoni mwa yale ambayo kwamba yaliyopatikana. Itoshe tu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Inaitwa Badri al-Kubra, ndio hiyo ghazwatu Badri. Inaitwa Badri al-Uzma, ndio hiyo ghazwatu Badri. Inaitwa Badrul Qital, ndio hiyo ghazwatu Badri. Ahsan. Yote ni majina ya tukio la siku hii adhim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana haraka katika mambo yake, na vile vile kutokuwa na haraka ndiyo mengi yakapatikana yale ya futuh. Na ilikuwa sababu sio kwamba mtume alikuwa anataka kupigana vita ya Badri, lakini lengo ilikuwa Abu Sufyan kabla ya kuslimu kwake alikuwa ametoka na msafara wa vyakula kutokea Sham. Mtume akasikia habari, na wao walikuwa wamewafanyia mengi Waislamu, walikuwa wamewafanyia mengi ya dhulma, mengi ya kuwanyanyasa, mengi ya kuwaonea. Majumba yao walimiliki kule Makka, baada ya kuwa wao wametoka wamekuja Madina. Waliwatuma askari wao wakaingia katika yale majumba, wakatoa vitu vyao, vingine wakatupa vya thamani wakachukua. Wao wenyewe wakiwa huku Madina, wakiwa karibu na wakiwa wakimtetea mtume wetu Mtume Muhammad, wakaacha vitu vyao vyote kwa sababu ya mtume. Mtume akawa anataka, lengo lake kukabili ule msafara wa Abi Sufyan ili achukue yale yaliyokuwa kwenye msafara, ambavyo vilikuwa ni vyakula, sio lengo vita. Lakini janja ya Abi Sufyan, habari kamfikia kupitia majasusi, akazunguka akapitia nchi kavu ya bahari, akaokoka na kile chakula, akawapa habari kwamba nimenusurika na nimeokoka, basi hakuna haja ya mapigano. Lakini hawajakubali. Makuraishi, makufar, wakiongozwa na wakichochewa na Abu Jahal, lazima tuzipige. Baada ya kuamua hivyo, tukio likaanzia hapo. Mapigano yakaanza siku ya tarehe 17. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kama mwalimu aliwaandaa maswahaba kiimani, na aliwaandaa maswahaba
kwa kuwataka wawe na huruma katika hili tukio. Lengo niliwe Allah, wawe na ikhlasi ya Allah, sio mapigano tu, na wala sio tu kwa sababu ya kutaka ngawira, wala sio tu kwa sababu ya kutaka ushindi, isipokuwa wawe na hurma, wawe na tahannun, wawe na hanana katika nyoyo zao, katika huruma zao, wawavutie watu waingie ndani ya dini ya Uislamu ili dini iendelee. Na ndio maana utakuta yale yaliyotukia matukio ndani ya Ghazwat Badri unaweza ukayagawa sehemu tatu. Moja, hurma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sallallahu alayhi. Mbili, vile vile akhlaq inaingia kwenye hiyo hurma, akhlaqi yake Mtume. Tatu, unaweza ukasema tawadhu yake Mtume. Waislamu kama Waislamu walikuwa na farasi wawili tu, ngamia walikuwa 70. Baadhi ya vitabu vinasema hivyo. Miongoni mwa vitabu Tarikhu wal Ahwal cha bwana mkubwa Said Muhammad Alawi al-Malik, farasi walikuwa wawili, ngamia walikuwa 70 kwa Waislamu tu. Wao wenyewe idadi yao ilikuwa ndogo tu, vile vile idadi yao ilikuwa ni 313 basi. Wanapanda vipi? Angalia Mtume hurma aliyokuwa nayo. Yeye kama yeye ndiyo kiongozi, yeye kama yeye ndio kiumbe bora bila shaka, lakini alikuwa hajakubali kusema mimi mbora, bali alikuwa akipokezana Mtume na wale kibari sahaba, maswahaba wakubwa wale, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sana sana Mtume alikuwa akipokezana naye mkwewe Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mtume anashuka, anapanda yeye, anapanda Sayyidina Ali, Mtume anashuka, Mtume anashuka, anapanda Sayyidina Ali, Sayyidina Ali anapanda, Mtume anashuka. Muda mwingine Sayyidina Bakari Siddiq. Ili fundisho la kwanza tukinukuu, tukichambua kwamba hurma inatakiwa kwa mtu yoyote, lazima awe na hurma. Sio hurma kama ya Mtume, na wala sio ule upole kama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa yahmilu hamma al-umma, hurma yake wala haisemeki, wala upole wake hauzungumziki. Alikuwa anabeba ham, sio gham. Kuna gham na ham tofauti. Gham ni majonzi ya sasa hivi, una majonzi yako, unafikiria upate 2000, 3000, 4000, au umekaa na mawazo yako na fikra zako, timu yako imefungwa. Yale ya sasa hivi yaliyokukabili ya Allah ndo gham, majonzi. Lakini kuna ham, yale ya baadaye. Kana yahmilu hamma al-umma, majonzi ya baadaye. Na ndio maana imekuja katika riwaya Imamu Dailami alimwambia Mwenyezi Mungu, sa'altu Allah Ta'ala an yaj'ala hisaba ummati li. Subhanallah. Allahumma sallu ala nabi. Nilimuomba Mwenyezi Mungu na anipe hisabu ya umma wangu mimi mwenyewe niitawalie siku ya kiyama, lialla taftadhiha al-umam, lialla taftadhiha al-umam, ili umma wangu usije ukafedheheka kwenye nyuma zingine. Mwenyezi Mungu akamwambia hapana, bal ana uhasibuhum fa in kana minhum zallatun satartuha anka. Muhammad, tulia, sallallahu ala nabi. kama kukiwa kuna fedheha, telezo, kosa, si unaogopa umma wako watafedheheka kwenye nyuma zingine? Mimi nitaustiri huo umma wako, nitadili na wewe, sitodili na nyuma zingine. Mimi sitaki ufedheheke wewe Muhammad, sitaki ufedheheke kwenye umma wako. Hamu ya Mtume, fikra zake, majonzi yake ya baadaye anaufikiria umma. Kwa hiyo darasa unalolipata hapa, moja katika darasa ni kwamba hurma ni kitu muhimu. Kuwa na hurma
sio na familia yako. Kuwa na hurma na waislamu wenzako, kuwa na hurma na jirani yako. Ameamka vipi, ana nini ambacho kwamba kimemsibu, kimempata, kama una uwezo umsaidie. Hurma kwa rafiki zako, hurma kwa waislamu wenzako. Hurma ni kitu ambacho kwamba kinatakiwa kwa Muislamu. Darasa moja katika ghazwat Badr, na ndio maana mtume akawa anapishana na wale maswahaba. Alikuwa na uwezo wa kupanda yeye kama yeye. Imani ili kamilike ya Muislamu, awe na imani thabit iliyokuwa ndani yake kuna usahihi, haina mapungufu madoadoa, mianya, lazima uwe na hurma. Laisa arrahimu man yarhamu nafsahu khassatan, walakin arrahimu man yarhamu nafsahu wa ghayrahu. Mwenye huruma yule wa dhati, ambaye kwamba aliyekuwa na huruma ya ukweli kabisa. Sio ni yule ambaye kwamba anajionea huruma yeye tu, kakosa yeye tu, anataka apate yeye tu, sio hivyo. Laisa arrahimu man yarhamu nafsahu khassa. Nini maana ya kuionea huruma mtu nafsi yake? Mmoja katika maana, aihurumie, asiingize katika kufanya maasi. Hii ndio huruma ya kwanza, kwa sababu ujue kwamba siku ya siku utakutana na Allah na atakuja kukuuliza kila kitu ulichokifanya. Hii ndio huruma ya kwanza kabisa, ayarhamaha fi tarki almaasiyah. Huruma nafsi yako, ione huruma, usifanye jambo lolote la maasi. Jambo lolote liwe dogo liwe kubwa, ione huruma nafsi yako. Hiyo mwezi wa Ramadhani na huo mwezi wa kawaida. Hii ndio huruma namba moja. Vile vile utubie kwa Mwenyezi Mungu, watauba minha. Hurma madhambi tuliyokosea, kumkosea Allah, madhambi ambayo kwamba tumeyafanya, Mungu ametukasirikia, Mungu hayapendi, Mungu hayataki. Kila ambacho kwamba Mungu hakitaki kinamkera Allah, tutubie kwa Allah. Hurma hiyo ndio hurma, sio katika tumbo tu, sio kupata 2000 3000. Kwanza udili, uwe makini na Mwenyezi Mungu Mola wako. Hurma hiyo, kuwa na ikhlasi, kuionia hurma nafsi yako, uifanye iwe na ikhlasi, isiwe na ria. Walakin arrahimu man yarhamu nafsahu wa ghayrahu. Upande wa pili, mtume anasema mwenye hurma yule ambaye anaonia hurma nafsi yake kama hivi, na anamonia hurma mwingine. Kumonia hurma mwingine vipi? alla yudkhila adhiyatan li muslim, ndio kumonia hurma mwingine. Usiingize kero kwa Muislamu mwenzako yoyote, tena sio Muislamu, jitahidi hata kiumbe yoyote wa Mungu usimletee kero. Ndio maana Fudail alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumu an-nahara wa taqumu al-layla wa hiya sayyi'atul khuluqi tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Alikuja kwa mtume akamuuliza Fudail, fulani mwanamke huyu hodari sana, huyu anafunga sana, huyu sio Ramadhani tu, mpaka mambo ya sunna, mpaka mambo mengine, sijui ya Yamil Bidhi, Jumatatu, Alhamisi, hodari. Riwaya nyingine imekuja sawaman qawama, sawamatan qawamatan. Riwaya nyingine anafunga sana, anasimama usiku sana, qiyamul layl, anaamka, anasoma Qur'ani, yani mujitahidatan fil ibada. Ni mtu ambaye kwamba mwenye kujikita katika mambo ya ibada, lakini kuna jambo analolifanya. Jambo gani? Tuudhi jiranaha bilisani, jirani yake anamkera na ulimi wake. Jirani yake mambo ya Mungu kashaachana nayo, si anayafanya ya Mungu, anayatekeleza ya faradhi. Haya haki, mambo ya mtume kwenye sunna, hodari. Sunna usiku wapi? Haya haki ya Muislamu mwenzako, jirani yako anamkera, mara kamtangazia mabaya jirani yake. Jirani yangu mara wanagombana usiku, mara kamtangazia mabaya jirani yake. Jirani yangu unakuja kunyomba chumvi, mara kamtangazia mabaya jirani yake. Jirani yangu bana, huyu bana yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Akipata kitu kizuri, kitu cha wa kwanza wa kumshambulia kwenye kile kitu chake, jirani yake asikie, kamfungulia maspika, aone kwamba yeye hana, mimi ninacho. Yani mambo ya kero kero, usizai tu basi. Mtume akasemaje? La khaira fiha, hiya min ahli an-nar.
Hakuna kheri yote kwa huyo mwanamke, hata kama anafanya ibada faradhi, sunna, kujikaribisha kwa Mungu, kujipendekeza kwa Mungu, akiwa anasoma Qur'ani. Hivyo vitendo anavyovifanya hiya min ahli an-nar, ni vitendo vya watu wa motoni. Maana yake kama hajajirekebisha itakuwa ni sababu ya yeye kumkera jirani yake kuingia motoni. Kwa nini? Hana hurma na jirani yake, amekosa haki kati yake na Muislamu mwenzake. Hurma hana. Sasa Mtume alikuwa anawaonesha katika hilo kuna mambo mengi ndani yake ukiacha hurma, lakini kipengele kimoja ni hurma ya Mtume. Anatufundisha na sisi tuwe na hurma, tuhurumiane. Tawadhu ndio inaingia umumo kwenye hurma. Usijione wewe mbora kuliko mwenzako, ni tawadhu. Ukiwa na nafasi yako, ukiwa na cheo chako, ukiwa na kazi yako, ukiwa hodari, ukiwa na digrii yako, ukiwa na elimu yako, utajua mwenyewe. Sasa kuna mtu aliyokuwa na elimu kama Muhammad, aliyeswali swala kwa ukamilifu ni Mtume Muhammad, aliyesujudu sijida kwa ukamilifu ni Mtume Muhammad, aliyefunga funga ya ukamilifu ni Muhammad sallallahu alayhi. Si angewaambia mimi bora, tembeeni huko kwenye michanga huko, na nyinyi wanafunzi wangu nimewafundisha mimi mwenyewe, si mmetoka kwangu nyinyi. Lakini mbona alikuwa anashuka anambia panda Abubakar, panda Ali. Tawadhu, hurma hapo hapo na hapo hapo tawadhu. Usijidai. Hata kama unawafanya kazi wako umewaajiri, potelea pote, usijivune. Tawadhu. Ukiwa na pesa zako usilete majigambo ukajiona wewe hakuna kama wewe ndio babu kubwa. Hakuna kitu kama hiko. Ukiwa na akili amekupa Mungu, kila kitu amekupa Mungu, sio kwa uwezo wako. Kama Mungu angetaka angekufanya ukawa huyo, unamdharau. La tuhini alfaqira alak an tarkaa wa qad rafa'ahu ad-dahr. Usimdharau mzako, inawezekana siku wewe ukashuka yeye akapanda. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Mungu anafanya anachotaka, haitakiwi nafasi ya kuweka kupo Mungu. Kwani Mungu angetaka asingekufanya ingekuwa mende, ingekuwa chooni huko, alikuwa anashindwa nini? Si ndio huyo Mungu? Cheo chako mwenyewe, dharau, yani amna vitu kama hivyo. Mtume alikuwa hana, na haya ni madudu yanayokuwa katika moyo, madudu, magonjwa yanayokuwa katika moyo. Watu wengi wanayo maradhi kama haya, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika tukio hilo peke yake tu, rehma, huruma, tawadhu. Huruma kwenye familia yako, uwe na huruma, uone huruma. Ukiingia nyumbani kwako usiingie kama simba, wakusimamie wote waingie ndani, wakikuona wewe wakimbilie kwenye kitanda, wakimbilie sitting room. Unaona raha? Hapana, sio hivyo. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni mtu ambaye kwamba mwenye tawadhu. Kana yaknusu baita, kwenye shamai alikuwa anaingia mwenyewe ndani, anachukua fagio, anafagia nyumbani kwake sallallahu alaihi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni moja katika darasa la tukio ya vita ya Badr, ni hurma na tawadhu, kuto kujivuna. Lakini katika ghazwat Badri yalitokea mengine mengi sana, kwa kuyamaliza yote ni vigumu. Kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi, alikuwa ananyanyua mikono mpaka huku kunaonekana. Hii ni katika sala ya kuomba mvua, lakini hadithi haikatazi kunyanyua mikono. Sayyidina Umar anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha rafa'a yadayhi ila samai, idha rafa'a yadayhi ila samai fi du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Mtume alikuwa akinyanyua mikono yake kuomba dua, akinyanyua. Maana yake alikuwa ananyanyua, alikuwa harudishi hii mikono. Kwanza ananyanyua, sunna ya kwanza katika kuomba dua. Ukiacha kuelekea kibla sunna, uwe na udhu wako sunna, uwe na adabu sunna, udhalilike, unyenyekee sunna, zote sunna hizi. Lakini kunyanyua mikono nako ni sunna. Alafu la yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajha, harudishi mpaka anafanya hivi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo kufanya hivi nako ni sunna, sio kunyanyua na kufanya hivi vile vile ni sunna.
Mtume alikuwa ana ibtihal, ana tadhallul, anadhalilika kwa Mungu wake siku ya vita ya Badr, mpaka kiremba kinadondoka chini, kuonesha kwamba ni siku adhim na siku ambayo kwamba inatakiwa watu wawe dhalili kwa Mwenyezi Mungu Mola wao, siku ya vita ya Badr. Mengi yalitokea, tena mengi sana. Mtume sallama alikuwa akienda kwenye zile sehemu, alikuwa akiashiria hadha masra'u fulani, hadha masra'u fulani, hadha masra'u fulani. Alikuwa anaashiria hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani, hapa atakufa fulani. Kabla ya tukio la vita alikuwa yeye kama yeye anaashiria, fama ta'adda ahadun minhum mawdi'a isharatihi, hapa atakufa Abu Jahl, hapa atakufa Rabia, hapa atakufa fulani, hapa atakufa Shaiba, hapa atakufa nani. Kila sehemu alionyeshea Mtume, yule mtu alikufa pale pale, hajavuka ile sehemu. Haiwezekani sasa ikawa mimi na wewe sawa, mimi na Mtume sawa. Darasa jingine kwamba Mtume kuna baadhi ya vitu anaonyeshwa na Mwenyezi Mungu vya ghaib, sio yeye anayemiliki ghaib, ni Allah. Lakini kuna baadhi ya vitu Mwenyezi Mungu anamuonesha mtume wake. Inna Allah azza wa jalla atla'a ala rasulihi wapi? Fi lailati al-Isra wal Mi'raj, jami'a ma fi al-lawh al-mahfuz, wa zadahu uluman akhara kal asrar al-muta'alliqati bi dhatihi wa sifatihi. Mwenyezi Mungu alimpa mtume yote yaliyokuwa katika lawh al-mahfuz alipoenda Isra na Mi'raj, tena akamzidishia ilmu nyingine ambazo hazipo kule. Ilmu gani? Sikamuona Mungu. Sasa kuna ilmu kubwa kama kumuona Mungu? Ibn Hajar ndio anasema hivi. Kwa kuna vitu ambavyo kwamba vya asrari vilipatikana katika ghazwat Badr ambavyo kwamba hatuvijui sisi, la ya'lamuhu illa Allah. Lakini darsa kama darsa za kawaida yamepatikana hayo ya kiubinadamu, hurma, kuoneana hurma, kuwa mnyenyekevu, kudhalilika kwenye dua. Vile vile katika yaliyopatikana vile vile hurma ya maswahaba, kuwa na ikhlasi. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu, mmoja katika tukio lake alikuwa katika mubaraza anazipiga. Sayyid Muhammad Ala al-Malik anasema katika kitabu chake Tarikh wal Ahwal, alipokuwa anazipiga na yule mtu akazipiga, alimwendesha, yani ile pilika, yale mapigano mubaraza ulikuwa wa hali ya juu. Mwisho wa siku akapata nafasi akamweka chini, mmalize, wacha yule wa kwanza aliyezipiga naye, mmalize. Yule bwana akachukua mate akamtemea Sayyidina Ali, akamtemea usoni. Sayyidina Ali akaacha panga lake lenye ncha mbili, huyo akaondoka zake. Alikuwa na uwezo wa kummaliza pale pale. Wakamuuliza, kwa nini umemwacha na wakati uwezo wa kummaliza unao? Nilikuwa naogopa nisije nikamfyeka ule upanga wakati ule. Sasa ningekuwa nimemfyeka kwa matamanio yangu, sio kiikhlas. Takbir! Ningemfyeka ningemuua, lakini ningekuwa nimemuua kwa hasira na hasira naye, sio ikhlasi, sio ile hawa, matamanio. Jahidu wa hawaakum kama tujahiduna a'daakum a'daika nafsuka allati baina jambaika. Pigeni vita matamanio yenu. Ndio hayo yanayokuamrisha vibaya, yanaondoa ikhlasi, yanakuamrisha vibaya matamanio. Kafanya jambo fulani, katenda jambo fulani, ndio matamanio mabaya. Kuna matamanio mazuri na mabaya. Kila matamanio yanayokuamrisha mabaya, kuangalia simu yako, kuchati kwenye uchafu, kufanya hivi, kucheki na watu, kuangalia mapaja, kuangalia vifua kwenye simu, yote matamanio mabaya. Lakini kwenye mambo ya kheri, nafsi yako inakuamrisha kwenda huko, matamanio mazuri. Mayalanu nafsi ila shay, ndio matamanio. Sasa yakiwa ya kheri, mabaya. Sayyidina Ali akisema siwezi kumuua huyo, kwa sababu ningemuua kwa matamanio yangu, ningemuua na hasira. Kwa nini kanitemea mate? Nisingemuua kwa ikhlasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki zaidi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie nuru ya hii siku ya ghazwat Badri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie vile vile upo. Naambia wakati kumbe bado upo. Naweza kuendelea kwa dakika 9 kasorobo kwa masala. Sawa. Katika vita ya Badri nimeambiwa wakati upo.
Katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa yametokea, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla ya tukio la vita ya Badri, kwanza tujulikane, ghazwat Badri ijulikane ilikuwa ni mwaka wa pili katika hijiria, na ilikuwa Mtume ametoka Makka kuja Madina kwa baadhi ya khilafu, lakini inasemekana baadhi ya vitabu imekuja ilikuwa tarehe 12, tarehe 12, 13, 14, 15, 16, 17 ndio vita yenyewe. Maandalizi hapa ukiangalia hapa hakuna 12, 13, 14, 15, 16, 17, siku 5 tu. Maandalizi hata kama yapo sio ya hivyo, isipokuwa hapa kuna ile amri, wa atii'u Allah wa atii'u rasula wahdharu fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaghul mubin. Kuna amri maana yake kwamba jambo likishakuja na limewafiki, hata kama halipo katika akili yako au hata kama ulikuwa hujalipangia, maswahaba ndio walikuwa hivyo.